Kwenye maandiko matakatifu, kuna nyakati ambazo Mungu huinua mtu mmoja ili kuokoa wengi. Katika siku za Mfalme Ahasuero, amri ilitolewa, Wayahudi wote waangamizwe. Kilio kilisikika katika Shushani. Kufunga, kuomboleza na machozi yalitanda. Lakini katikati ya hofu hiyo, Mungu alikuwa tayari ameandaa njia. Bikira Myahudi aliyelelewa kwa unyenyekevu akawekwa ikulu bila kujua kwa nini. Jina lake likaitwa Esta. Kupitia Mordekai, neno likasemwa, ni nani ajuaye kama hukufikia umalkia kwa ajili ya wakati kama huu? Esta akachagua kufunga na kuomba. Akachagua kusimama mbele ya mfalme, ingawa sheria ilisema kifo. You may speak, Queen Esther. What is your request? Ukageuka kuwa wokovu wa taifa. Mpendwa mtazamaji, tunakuombea baraka za Mungu zikufikie popote ulipo. Roho Mtakatifu akupe masikio ya kusikia na moyo wa kupokea ujumbe uliomo kwenye hadithi hii. Kabla ya kuendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like na share ili ujumbe wa neno la Mungu wafikie watu wengi zaidi na baraka iongezeke. Hadithi utakayotazama leo imetolewa ndani ya Biblia Takatifu katika kitabu cha Esta, sura ya 1 hadi ya 10. Ni simulizi ya kweli iliyojaa ujasiri, imani na kusudi la Mungu kwa wakati kama huu. Sasa, kaa vizuri, fungua moyo wako na uanze kutazama hadithi ya Esta, malkia jasiri. Katika ufalme mkubwa wa Uajemi, palikuwepo mji mkuu uliitwa Shushani. Mji huo ulikuwa kitovu cha mamlaka, fahari na utajiri usio na kifani. Ndani ya kuta zake kulisimama jumba kubwa la kifalme lenye nguzo za dhahabu, sakafu za marumaru na mapazia yaliyofumwa kwa urembo wa hali ya juu. Ndani ya jumba hilo alitawala Mfalme Ahasuero, aliyekuwa mfalme mwenye nguvu juu ya falme nyingi, kuanzia India hadi Ethiopia. Siku moja, Mfalme Ahasuero aliandaa sherehe kubwa iliyodumu siku 180. Alitaka kuonyesha utajiri na fahari ya ufalme wake mbele ya wakuu, majemedari na viongozi kutoka kila pembe ya milki yake. Mwishoni mwa sherehe hiyo, mfalme aliandaa karamu nyingine ya siku 7 kwa watu wote waliokuwa Shushani. Katika siku ya 7, mfalme akiwa amelewa kwa divai, alimwamuru Malkia Vashti aletwe mbele ya watu ili aonyeshe uzuri wake. Lakini Vashti, kwa heshima yake na hadhi yake kama malkia, alikataa. Kitendo hicho kilimkasirisha sana mfalme. Kwa shauri la washauri wake, Vashti aliondolewa katika cheo cha umalkia na tangazo likatolewa kutafuta malkia mpya. Katika mji huo wa Shushani aliishi Myahudi mmoja aliyeitwa Mordekai wa ukoo wa Benyamini. Mordekai alimlea mpwa wake, msichana mzuri aliyeitwa Hadasa, kwa sababu wazazi wake walikuwa wamekufa. Hadasa alikuwa pia anajulikana kwa jina la Esta. Esta hakuwa tu mzuri wa sura, bali pia alikuwa na tabia njema, mnyenyekevu na mwenye hofu ya Mungu. Mordekai alimfundisha kumpenda Mungu, kuheshimu watu na kuwa na busara katika maneno na matendo yake. Hata hivyo, Mordekai alimuonya Esta asifichue kuwa yeye ni Myahudi, kwa sababu Wayahudi hawakuwa wanapendwa sana katika ufalme huo. Wakati bikira walipoletwa ikulu ili kuchaguliwa malkia, Esta naye alichukuliwa. Alipewa matunzo maalum chini ya Hegai, mkuu wa wanawake. Kila msichana alipewa manukato, mavazi na maandalizi kwa muda wa miezi 12 kabla ya kuingia kwa mfalme. Lakini tofauti na wengine, Esta hakudai chochote zaidi ya alichoelekezwa na Hegai. Unyenyekevu wake ulimfanya apendwe na kila aliyemwona. Hatimaye, ilipofika zamu yake, Esta aliingia mbele ya Mfalme Ahasuero. Mara tu mfalme alipomwona Esta, alimpenda kuliko wanawake wote. Akamvika taji la kifalme na kumfanya kuwa malkia wa Uajemi. Hivyo, msichana Myahudi yatima akawa malkia wa ufalme mkubwa zaidi duniani wakati huo. Siku moja, Mordekai akiwa ameketi langoni mwa ikulu, alisikia njama ya watu wawili waliopanga kumuua mfalme. Haraka alimjulisha Esta, naye akamweleza mfalme kwa jina la Mordekai. Watu wale walikamatwa na kuuawa, na tukio hilo likaandikwa katika kitabu cha kumbukumbu cha mfalme. Baada ya hayo, Mfalme Ahasuero alimuinua mtu mmoja aliyeitwa Hamani, akampa cheo cha juu sana. Watu wote walinama mbele ya Hamani, isipokuwa Mordekai. Mordekai alikataa kuinama, si kwa kiburi, bali kwa sababu ya imani yake kwa Mungu. Hamani alipogundua kuwa Mordekai ni Myahudi, hasira ilimjaa moyoni. Hakutaka kumuua Mordekai peke yake, bali aliamua kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa katika ufalme mzima. Hivyo, kwa hila, alimshawishi mfalme atoe amri ya kuwaua Wayahudi wote kwa siku maalum.
Amri hiyo ilipotangazwa, kulikuwa na kilio, maombolezo na kufunga miongoni mwa Wayahudi. Mordekai alivaa gunia na majivu, akaomboleza sana. Mordekai alituma ujumbe kwa Esta akimwomba aingilie kati kumwomba mfalme awaokoe Wayahudi. Lakini Esta alijua hatari iliyokuwa mbele yake. Yeyote aliyemkaribia mfalme bila kuitwa aliuawa, isipokuwa mfalme anyooshe fimbo ya dhahabu. Kwa muda Esta alisita, lakini Mordekai akamtumia ujumbe maarufu uliogusa moyo wake: usizani kuwa utaokoka peke yako kwa sababu uko katika ikulu. Lakini ni nani ajuaye kama hukufikia cheo cha umalkia kwa ajili ya wakati kama huu? Maneno hayo yalimgusa Esta moyoni. Akatambua kuwa nafasi yake haikuwa kwa bahati mbaya, bali kwa kusudi la Mungu. Esta akasema, nenda ukawakusanye Wayahudi wote wa Shushani, wafunge kwa ajili yangu siku 3 mchana na usiku. Nami nitafunga vivyo hivyo. Kisha nitaingia kwa mfalme, japokuwa ni kinyume cha sheria, nikifa basi nimekufa. Hapo ndipo ushujaa wa Esta ulipoonekana. Alijitoa mhanga kwa ajili ya watu wake. Baada ya siku 3 za kufunga na kuomba, Esta alivaa mavazi ya kifalme akaingia katika ua wa ndani wa ikulu. Moyo wake ulidunda kwa hofu. Lakini mfalme alipomwona, alimhurumia, akanyoosha fimbo ya dhahabu. Mfalme akamuuliza, una shida gani, Malkia Esta? Ombi lako ni nini? Badala ya kusema yote mara moja, Esta kwa busara aliwaalika mfalme na Hamani kwenye karamu. Katika karamu hiyo ya kwanza, Esta aliwaalika tena kwenye karamu ya pili siku iliyofuata. Katika karamu ya pili, mfalme alipomuuliza tena Esta ombi lake, Esta akasema kwa ujasiri, kama nimepata kibali machoni pako, mfalme, uokoe uhai wangu na wa watu wangu, kwa maana tumeuzwa ili tuangamizwe. Mfalme alishtuka. Akauliza, ni nani aliyethubutu kufanya jambo hilo? Esta akasema, adui na mchokozi ni huyu Hamani. Hasira ya mfalme ikawaka. Iligundulika kuwa Hamani alikuwa amejitengenezea mti wa kunyongea kwa ajili ya Mordekai. Lakini kwa mpango wa Mungu, Hamani mwenyewe alinyongwa juu ya mti huo. Ingawa amri ya kwanza haikuweza kufutwa, mfalme alitoa amri mpya iliyoruhusu Wayahudi kujilinda. Siku ile iliyopangwa kwa maangamizi ikageuka kuwa siku ya ushindi. Adui zao waliangamizwa na Wayahudi wakaokolewa. Mordekai alipandishwa cheo na Esta akaendelea kuwa malkia mwenye heshima na busara. Wayahudi wakaweka sikukuu ya Purimu kukumbuka wokovu wao. Ndugu zangu katika jamii, hadithi ya Esta Minaha ni kioo cha maisha yetu ya kila siku. Ni sauti ya Mungu inayotuita tuamke, tufikiri na kutambua nafasi yetu katika kizazi hiki. Moja, Mungu hufanya kazi kimya kimya, lakini kwa nguvu. Katika kitabu chote cha Esta, jina la Mungu halitajwi wazi, lakini mkono wake unaonekana kila mahali. Hii inatufundisha kuwa hata pale tunapohisi Mungu yuko kimya, yupo kazini. Jamii yetu leo inapitia changamoto nyingi: maovu, dhulma, kukata tamaa, ufisadi na kukosa mwelekeo wa kiroho. Watu wengi huuliza, Mungu yuko wapi? Lakini hadithi ya Esta inatukumbusha, Mungu hayuko mbali, yupo katikati ya mpango unaoendelea. Wakati huelewi kinachoendelea, bado Mungu anaelewa. Mpendwa mtazamaji, tunamshukuru Mungu kwa kukuwezesha kufika mwisho wa hadithi hii. Tunaomba baraka za Bwana zikufuatilie, akupe ujasiri kama wa Esta na akuongoze kutimiza kusudi lake kwa wakati kama huu. Kama ujumbe huu umekugusa na umejifunza jambo kupitia neno la Mungu, tafadhali bonyeza subscribe, like na share ili uendelee kupokea hadithi na mafundisho zaidi kutoka kwenye Biblia Takatifu. Kwa kusubscribe, unakuwa sehemu ya kusambaza Injili na kuimarisha imani ya wengi. Mungu akubariki sana, akulinde na mapenzi yake yatimizwe. Usisahau kusubscribe ili tusonge pamoja katika neno la Mungu. Amina.